kuanzia aya ile ya kwanza mpaka aya ile ya 5 mpaka aya ile ya 4. Kitabu cha kwanza cha Samuel kuanzia sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ile ya 4. Kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ile ya 4. Tawatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Basi mtoto Samuel akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na Samuel alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwapo na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samuel, naye akasema, mimi hapa. Basi wakati huo Bwana akamwita Samuel, naye akasema, mimi hapa. Watumishi wa Bwana, tunapata kichwa cha somo kinachosema bado taa ya Bwana inawaka, bado taa ya Bwana inawaka, katika mstari wa 3 ambapo neno la Mungu linasema na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Wapendwa, somo hili linakuja katika kipindi ambacho tamani labda niseme malengo ya somo hili. Malengo ya somo hili ni kuzungumza na mtu mmoja ambaye kwa namna moja ama nyingine akiangalia maisha yake, pengine kuna giza katikati yake, pengine kuna kuchoka katikati yake, pengine kuna kukata tamaa katikati yake, pengine kuna kujeruhika au kuvunjika moyo katikati yake, na anadhani kabisa kwamba kesho yake sijui itakuwaje. Hana uhakika na kesho kutwa yake, hana uhakika na kesho ya biashara yake, hana uhakika na kesho ya afya yake, na anajaa na hofu kubwa na mashaka mengi. Watumishi wa Bwana, neno la Mungu linasema na taa ya Bwana ilikuwa haijazimika bado, kwa sababu neno la Mungu hili linapolisema hapa, kipindi hiki taifa la Israeli ni kipindi ambacho liliingia katika dimbwi kubwa la giza, kipindi ambacho kwanza neno la Mungu lilikuwa haliko dhahiri. Kama mnavyofahamu, zamani Mungu alikuwa akisema na taifa lake la Israeli, akisema nao tena kwa mifano, akisema nao kwa shuhuda mbalimbali, akisema nao kwa mipango mbalimbali. Mara nyingine aliwaongoza tena kwa ishara, mchana na usiku aliwaongoza kwa ishara. Mchana aliwaongoza na wingu na usiku aliwaongoza na nguzo ya moto, kwa sababu alikuwa na uhakika kabisa kwamba Mungu kwenye hili jambo yuko pamoja na sisi. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, walipomwacha Bwana wakaanza kuiabudu miungu, neno la Bwana likawa adimu kipindi hiko. Walivyotamani kujiongoza wenyewe, walivyotamani kuongozwa na mwanadamu wenzao. Kipindi cha nyuma Mungu ndiye alikuwa kiongozi pekee wa taifa la Israeli. Baadaye wanatamani kujiongoza kama mataifa mengine yanavyoongozwa pengine na watu katikati yao, na Mungu akawainulia waamuzi mbalimbali ili kuwasaidia katika mambo yao, katika hatua zao. Kwa hiyo wakawa wamejikuta wameenda mbali na uso wa Bwana. Wapendwa, maisha yetu wanadamu kuna muda yanatufikisha katika hatua ambapo hausikii sauti ya Mungu. Unatamani kusikia sauti ya Mungu inasema nini juu ya masomo yako. Unatamani kusikia sauti ya Mungu inasema nini juu ya ndoa yako. Unatamani kusikia sauti ya Mungu inasema nini juu ya afya yako au ule mpango ambao uko nao. Ukiangalia ni kama unatembea katika ugumu, katika ukaufu wa muda mrefu. Unatamani kumwambia Bwana, hebu uzungumza jambo, na unasikia mbingu zimekaa kimya. Na unatamani kumshirikisha hata mwingine, unatamani kumshirikisha hata jirani yako, kumshirikisha hata mpendwa mwenzako, na unaweza ukajikuta katika mazingira ambayo hauna wa kumwambia. Mtumishi wa Mungu, neno la Bwana lilikuwa adimu by that time. Neno la Mungu lilikuwa, mafunuo ya Mungu yalikuwa hayako dhahiri. Mtumishi wa Mungu wanakuwa wanafahamu kipindi ambacho mafunuo hayapo kabisa. Unasoma neno haulielewi. Mara nyingine ulikuwa ukisoma neno unaona furaha, linakupa amani, lakini wakati mwingine unasoma neno hauoni chochote, unaona unasoma tu kama wengine wanavyosoma. Watumishi wa Mungu, ashukuriwe Bwana kwa sababu katikati ya majira hayo neno la Mungu linasema na taa ya Bwana ilikuwa bado haijazimika. Baada ya kupita sana miaka mingi, wanathiolojia siku hizi kwenye tabernacle zetu kwenye makanisa kuna ile taa wanayoikaga pale juu ya tabernacle.
ile taa mara zote huwa haizimwi, kwa maana kuna uwepo wa Mungu katikati yake. Inawezekana mchungaji asiwepo, inawezekana waumini wasiwepo, lakini kuna nguvu ya Mungu, vile vilivyobarikiwa pale, vile vilivyowekwa wakfu pale, vile ambavyo ni mwili na damu ya Kristo vimewekwa pale. Kwa hiyo ile taa inawaka kama ishara ya kwamba bado kuna uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, na ndio maana unapata kichwa kinachosema na taa ya Mungu bado inawaka. Hebu nisaidie kujiambia mwenyewe, na taa ya Mungu bado inawaka. Kwa hiyo inawezekana kweli napita katika giza, lakini nina uhakika kwamba taa ya Mungu bado inawaka. Daudi anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, kwanza anasema nitapita, pamoja na kwamba taa ya Mungu bado inawaka, pamoja neema ya Mungu bado ipo, lakini hiyo haina maana kwamba hautopita katikati ya giza. Utapita katikati ya giza, utapita katikati ya machozi, utapita pengine katikati ya madeni, utapita pengine katikati ya kuugua ama kuuguliwa, pengine utapita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, lakini neno la Mungu linasema na taa ya Mungu bado inawaka. Na ndio maana Daudi anasema neno lako ni taa inayomulikia njia zangu, inayomulikia hatua zangu. Hilo jambo peke yake linatosha kututia moyo watumishi wa Mungu, kwamba katikati ya magumu, katikati ya machozi, katikati ya majasho, katikati ya jitihada kubwa unayoifanya, na mara nyingine unadhani kama uko peke yako, bado taa ya Mungu na neema yake ipo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Kwa hiyo dhana hii ya taa ya Mungu bado inawaka inatokea hapo. Mtumishi wa Mungu Eli, huyu ambaye ni kuhani, ambaye umri wake umeenda, ambapo macho yake yameanza kudhoofika kwa namna moja ama nyingine. Na unajua Biblia inavyosema macho yameanza kudhoofika, ni mtu ambaye hapo nyuma alikuwa anaweza kuangalia mbali, lakini sasa hivi tena hawezi kuangalia mbali. Ni kama vile ambavyo kipindi fulani unaweza kupanga mipango ya kwako, huu mwezi wa 8 ukapanga mipango mpaka ya Disemba, ukapanga mipango mpaka ya mwezi wa 10, ukapanga mipango mpaka ya wiki ijayo, ukaangalia unaweza kufanya hiki na kile, ukakimbizana na maisha hapa na pale. Lakini kuna muda kama ukaufu unaingia, kama ugumu unaingia, pengine madeni yanaingia, pengine changamoto za kiafya, hauna uhakika hata wa kesho kutwa yako itakuwaje. Jana nilisema mfano moja, jinsi ambavyo nilipita katika changamoto za kimasomo. Changamoto kimsingi sio za kimasomo tu, maanake unajikuta kila kitu kinaisha. Nyinyi mnafahamu, mara nyingine unakuta hela inaisha, gesi inaisha, umeme unaisha, na huku unaumwa, na kule unadaiwa, na ada hujalipa, na kodi hujalipa, na kila kitu, na kuna mchango wa kanisani bado hujatoa, na unajikuta kila mahali ni kama vile umezongwa, kila mahali kama vile hauna pa kumkimbilia. Yule rafiki ambaye ulidhani kama ungeenda kumshirikisha naye anakudai, au kuna chochote kimetokea, kwa hiyo unajikuta upo katika dimbwi peke yako katikati. Tumishi wa Mungu, unazungumza mwenyewe, haujijibu mwenyewe, hauna majibu, hauoni kesho. Wapendwa watumishi wa Mungu, neno hili ni kwa ajili ya mtu kama huyo ambaye anapita katika mazingira kama hayo. Neno la Bwana linasema na taa ya Mungu bado inawaka katikati ya mazingira magumu kama hayo. Bado tumaini la Bwana lipo kwenye maisha yetu. Yeye tukimtumaini na kumwamini atatuvusha katika jina la Yesu. Watumishi wa Mungu, jana tuliangalia mifano kadha wa kadha. Nyinyi mnamfahamu Yakobo yule ambaye alikimbia kaka yake Esau katikati ya familia yake. Alikimbia baada ya kufanya yale aliyofanya ambayo mnafahamu, baada ya kupokea baraka baada ya kaka yake, akakimbia at least aende akaokoe maisha yake. Kwa hiyo huyu mtu anakimbia kama mkimbizi mwingine. Soma kitabu cha Mwanzo sura 28 inaelezea hiyo habari. Napenda pale mstari wa 11, anasema wakati anakimbia akafika mahali fulani pasipokuwa na giza, pasipokuwa na jina. Alipofika mahali pale, neno la Mungu linasema anasema mwanga ulikuwa umeanza kupotea. Mwanga umeanza kupotea kwa maana ya giza limeanza kuingia. Haoni kesho yake itakuwaje. Wapendwa, giza likiingia hauoni kesho. Na jana nilisema wazi, inawezekana ikawa ni giza kwa maana ya majira ya usiku, lakini mara nyingine ni giza kwa majira haya ya mchana. Kivipi? Watumishi wa Mungu, tunakuja kanisani asubuhi ya leo. Tunakuja kanisani, lakini mara nyingine tunaingia kanisani, hauna uhakika hata ukitoka hiyo chai utakunywa na nini. Hauna uhakika hata nauli utaipata wapi. Hauna uhakika hata kesho yako itakuwaje. Chakula utapata wapi? Yale mahitaji ya msingi kabisa utayapata wapi? Hauna uhakika hata mteja atakuja wapi. Pindi fulani nilikuwa nafanya biashara fulani, unafungua duka, yani unakaa unaona wenzako wanauza,
kuanzia muda wanafungua, mwenzako anauza, ana biashara kama ya kwako, mwenzako anauza, asema hivi, mimi mteja wa kwanza atakuja saa ngapi? Saa 2 imefika, uko mwenyewe. Saa 3 imefika, uko mwenyewe. Amekuja mtu mmoja, ameulizia kitu fulani, anaulizia kitu ambacho na ukiangalia duka lako hauna. Yakobo anasema akafika mahali fulani pasipokuwa na jina. Kitabu cha Mwanzo sura ya 28 mstari wa 11. Mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale, kwa sababu mazingira yake yalikuwa hayamruhusu kuendelea mbele. Wapendwa, nataka nizungumze na watu ambao mazingira ambayo wamejikuta yapo, pengine mazingira ya kiafya, pengine mazingira ya kiuchumi, pengine mazingira fulani, mengine hata ya kiumri, hayakuruhusu kuendelea mbele, kama Yakobo ambapo amejikuta yuko mahali fulani ambapo mazingira ya kwake hayamruhusu kuendelea mbele kwa sababu giza limeingia. Watumishi wa Mungu, pale pale katikati ya giza, Bwana afanye nuru katika jina la Yesu. Bwana atilie nuru katika jina la Yesu. Bwana achilie neema katika jina la Yesu. Tuone mpenyo, tuone njia ya kutoka katika mahali hapo katika jina la Yesu. Sema amina. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, mazingira haya yalikuwa mazingira magumu kwa Yakobo. Hebu imagine mimi nikipata usingizi hapa, naweza nikachukua kitu chochote. Pengine naweza nikachukua kitu kilaini kama mto huu. Naweza nikachukua kitu kilaini kama mto huu. Nikiona naweza nikachukua hata 2. Nikitaka naweza nikachukua hata 3. Kama kanisa zima lina mito, inaweza nikachukua mito yote, nikatengeneza hata kigodoro changu, nikalala. Na nikalala pengine vizuri kabisa. Pengine vizuri kabisa. Nikisema vizuri namaanisha vizuri kulinganisha na wengine wanavyolala. Nyinyi mnafahamu, tuko hapa Mwananyamala, tuko hapa Kinondoni, tuko hapa Dar es Salaam. Unajua kuna wengine wanalala katika mazingira magumu kabisa. Kuweka kichwa kwenye mto kama huu, kuna mwingine hajawahi toka Januari mpaka leo. Bwana asiye. Nasema uongo watumishi wa Bwana? Kuna watu wanalala kwenye frame za watu, kuna watu wanalala kando ya barabara, kuna watu wanalala katika mazingira magumu, na mfano wa halisi ni huu. Yakobo katikati ya mahali fulani anasema akachukua jiwe, akaliweka, pale akalala. Kwa maana ya kwamba mazingira yalikuwa magumu katika kiwango hiko. Akachukua jiwe, akalala mahali pale, akalala usiku ule kwa sababu haoni njia. Ashukuriwe Mungu kwa sababu malaika wa Bwana usiku ule alishuka, usiku ule akagusa Yakobo, wakaanza kuzungumza na Yakobo, kwa sababu nimesema mara nyingi Mungu hufanya kati ya mazingira kama hayo. Wapendwa katika jina la Bwana, niko hapa asubuhi ya leo kukwambia kwamba katika mazingira magumu ambayo tunapitia watumishi wa Bwana, bado taa ya Bwana inawaka katika jina la Yesu. Nasema bado taa ya Bwana inawaka katika jina la Yesu. Nasema bado taa ya Bwana inawaka katika jina la Yesu. Ninaposema hivyo, nina maana kwamba mazingira yako yasikukatishe tamaa, ukapoteza kumtumaini Mungu au kumwangalia Mungu. Ni wakati mzuri wa kumruhusu Mungu, kwamba Mungu, unajua giza ninalolipitia, unajua mazingira ninayopitia, unajua mazingira ambayo niko nayo, unajua ukaufu ambao niko nayo, unajua kiwango cha madeni, unajua sina raha, unajua sina amani, unajua sina furaha, unajua sina tumaini, unajua sina kesho, unajua sina hili, unajua sina lile. Mungu anakuomba katikati ya mazingira haya, ingilia kati mwenyewe. Yeye aliyesema iwe nuru, na itakuwa nuru katika maisha yako pia katika jina la Yesu. Wanaoamini tungempigia Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe. Yeye atafanya kuwa nuru katika jina la Yesu. Sema amina. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kwenye mazingira kama hayo, Yakobo anaamka asubuhi. Kumbuka alilala katika mazingira magumu, lakini mazingira yasiyokuwa pia na nuru. Lakini Bwana alijidhihirisha usiku ule. Malaika wa Mungu alishuka na Yakobo akamwambia, Bwana, hapa hutoki usipokuwa umenibariki. Hapa sikuachi usipokuwa umenibariki. Watumishi wa Mungu, mara nyingine kibinadamu tunapopita katika mazingira kama hayo, ni rahisi kukata tamaa. Tunapopita katika mazingira kama hayo, ni rahisi kupoteza tumaini. Tunapopita katika mazingira kama hayo, ni rahisi kupoteza imani kwa Mungu. Tunapopita katika mazingira kama hayo, hebu fikiria mazingira ya kwako unapoingia pengine kanisani na kuona wenzako wanafurahi, wenzako wanamtukuza Mungu, wengine wanamtolea Bwana, na wewe moyo wako unatamani kutoa, lakini unajiona kabisa hauna cha kutoa.
Mazingira ya ndani hayakupi furaha, mazingira ya nyumbani hayakupi furaha, mazingira ya kazini, mazingira kwenye biashara hayakupi furaha. Ni kama giza limetanda kila mahali, na wengine wamepoteza tumaini, na wengine wameacha imani. Watumishi wa Bwana, acha nikwambie, taa ya Bwana bado inawaka, taa ya Mungu bado inawaka. Huyu Samuel anasema na taa ya Bwana, ijapokuwa kweli mchungaji alikuwa amedhoofika mwili wake, ijapokuwa kweli macho yake alikuwa amedhoofika, lakini ashukuriwe Mungu, tunapodhoofika miili yetu, bado taa ya Mungu inawaka katika jina la Yesu. Sema amina, sema amina. Watumishi wa Mungu, ninaposema hivyo ni kukujengea msuli wa imani kwamba hapa mazingira inawezekana usimkute mchungaji, inawezekana usimkute mwanamaume mwenzako, inawezekana, lakini as long as Mungu yupo, as long as Mungu yupo, bado anaweza akakupa mpenyo, kwa sababu yeye ndio anaye hiyo nuru katika jina la Yesu. Yeye pekee ndio anaye provide solution, yeye ndio anayetoa suluhisho, yeye ndio anayetoa njia mbadala, ndiye anayetoa baraka, ndiye anayetoa neema, ndiye anayetoa kibali katika jina la Yesu. Huyu Yakobo ambaye alionekana kana kwamba anakimbia kama mkimbizi, lakini miaka michache baadaye, wapendwa, neema ya Bwana ilienda pamoja na yeye mpaka kwa mjomba wake Laban, akaenda kule hana kitu. Neno la Mungu anasema, nalivuka mto huu wa Yordan nikiwa na fimbo yangu tu, lakini leo nimegeuka nikiwa matuo mawili. Kwa maana leo nimegeuka nikiwa na baraka nyingi. Mungu amenibariki kwa mifugo mingi, Mungu amenibariki na familia yangu imeongezeka, Mungu amenibariki na afya yangu imeongezeka, Mungu amenibariki na huduma imeongezeka. Anasema nilikuja nikiwa na machozi, sina hili wala lile, lakini ashukuriwe Mungu, huyo Mungu aliyembariki Yakobo atakubariki na wewe mama yangu katika jina la Yesu, atakubariki na wewe kaka yangu katika jina la Yesu, atakuinua na wewe katika jina la Yesu, katika yale mazingira ambayo unajiona kama una fimbo tu hauna lingine, lakini bado taa ya Bwana inawaka katika jina la Yesu. Bado taa ya Mungu inawaka katika jina la Yesu. Naposema hivyo, nina maana kwamba kwanza, usimkatie Mungu tamaa. Nisaidie kumwambia jirani yako, usimkatie Mungu tamaa. Yaani usimkatie Mungu tamaa. Njia za Mungu, wapendwa, ni njia ambazo hazichunguziki. Isaya anasema, kama mbingu zilivyo juu sana kuliko ardhi, ndivyo mawazo yake yako juu sana kuliko mawazo yetu. Njia zetu sio njia zake, njia zake ni tofauti. Pale ambapo unaweza ukadhani kwamba atafanya hivi, atafanya vile katika jina la Yesu. Wapendwa, kipindi hiko, baada ya kupita katika mazingira magumu kama hayo, mazingira ambayo sioni tumaini, nyumbani wanakuhitaji, familia inakuhitaji, masomo unaona kabisa unadaiwa, hauelewi, hauna mtu wa kumkimbilia. Watumishi wa Mungu, nikarudi kwa Mungu nikamwambia Mungu, mtu pekee wa kunitoa hapa ni wewe. Mtu pekee wa kunivusha katika hili ni wewe. Na nyinyi mnafahamu, watumishi wa Bwana, kuna muda mara nyingine jambo ambalo umelibeba moyoni, hata mtoto wako wa kuzaa anaweza asikuelewe. Tunapougua na kuuguliwa sana, unamwambia Mungu, hapa peke yako ndio unaweza kuelewa mazingira ninayoyapitia, hali ninayoipitia, na kuomba Bwana ingilia kati. Wapendwa, Mungu hajawahi kumwacha mtoto wake aibike. Daudi anasema, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, hata watoto wake kuomba mikate mabarabarani. Watumishi wa Mungu, Mungu hajawahi kumtupa mja wake katika kiwango hiko. Biblia inasema, ajapokuhuzunisha atakufurahisha. Ajapokuhuzunisha atakufurahisha. Ajapokuruhusu upite katika dimbwi kubwa na machozi makubwa na giza nene kama hili. Watumishi wa Bwana, mnafahamu jinsi ambavyo Paulo na Sila walimwambia Bwana katikati ya usiku wa manane, na ikatokea nuru mule katikati ya gereza, kwa sababu taa ya Bwana bado inawaka. Nisaidie kujiambia mwenyewe, taa ya Bwana bado inawaka. Taa ya Bwana bado inawaka. Watumishi wa Mungu, hayo mazingira ndiyo yanakupelekea kwamba utatamani kuutafuta uso wa Bwana. Hautofanya kazi ya Mungu kwa mzigo, hautofanya kazi kwa Mungu kwa kusukumizana. Wewe mwenyewe utajua kabisa kwamba huyu mtu amehold maisha yangu, taa yangu iko miguuni pake. Mungu atusaidie, watumishi wa Bwana, tuanze kuona nuru kwenye maisha yetu katika jina la Yesu.
Mungu atusaidie watumishi wa Bwana katika wale wagonjwa ambao tunawauguza na wengine ni kama tumewakatia tamaa kwa sababu ya mazingira yao, lakini Mungu mwenyewe achilie neema yake ya uponyaji katika jina la Yesu. Mungu mwenyewe achilie neema ya uponyaji katika jina la Yesu. Mungu mwenyewe uishi afya zao, aguse mazingira yao, aguse kazi zao. Wapendwa, ninachotaka kusema ni kweli tulionekana kama hatufai, lakini nuru ya Bwana ikiingia, wapendwa, yeye akasema iwe nuru, ikawa nuru. Anasema akatazama nuru, akasema tazama ni njema sana. Akaitenga nuru na giza, akaita nuru mchana na giza litawale usiku. Watumishi wa Bwana, nuru ya Bwana bado ipo hata hivi leo katika jina la Yesu. Tamani tuseme maombi haya pamoja. Tafadhali naomba tusimame. Tafadhali naomba tusimame. Maisha yako mpendwa wangu mimi siyajui, na mara nyingine kibinadamu naweza nisiyajue, na Mungu pekee ndiye anayejua ugumu, giza lililoko ndani yako. Mungu pekee ndiye anayejua kwa kiwango gani unamhitaji. Mungu mwenyewe ndiye anayejua kwa kiwango gani unatamani afanye nuru kwenye maisha yako. Kitu pekee ninachojua na ninachokuwa na uhakika nacho ni kwamba taa ya Bwana bado inawaka hata hivi leo, bila kujali umri wetu, bila kujali mazingira yetu, bila kujali financial status, bila kujali huduma, bila kujali mazingira tuliyokuwa nayo, bila kujali wangapi wanatutegemea, bila kujali mtaji wa biashara tulizokuwa nazo, bila kujali kazi ya mikono yetu. Ninachojua ni kimoja tu, kwamba taa ya Bwana bado inawaka. Tumeona yeye akifanya kwa wengi watumishi wa Bwana. Alimuuliza Bartimayo mchana kweupe, Bartimayo kipofu, giza nene kwenye macho yake, haoni kesho yake, haoni kesho kutwa yake. Alikuwa ni mtu ombaomba tu, yuko amekaa mahali pamoja. Akamwambia, unataka nikufanyie nini? Hiyo huruma ya Bwana wapendwa, hata hivi leo bado ipo. Hiyo huruma ya Bwana wapendwa, hata hivi leo bado ipo. Yeye huruma yake aliyemtoa Daudi mafichoni kule kwenye giza nene maporini, alipokuwa amepoteza tumaini, familia imemkataa, imesema wewe ni mchunga kondoo, utabaki huko, lakini bado huruma ya Bwana na taa ya Bwana ilimulika, ikamtafuta huko. Biblia inasema Daudi akawa mfalme ambaye hajawahi kutokea. Wakamwambia Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua makumi elfu. Wapendwa, neema hiyo ya Bwana hata hivi leo inatosha kukusaidia na kunisaidia katika jina la Yesu. Wapendwa, kweli tunauguza watu wengi, ndugu zetu, shangazi zetu wako hospitalini, wapendwa wenzetu wako hospitalini, na wengine wametamkiwa magonjwa ambayo pengine kibinadamu inakasha tamaa. Lakini wapendwa, ninachojua, nilichokuwa na uhakika nacho ni kwamba taa ya Bwana bado inawaka katika jina la Yesu. Yeye mwenyewe atatoa nuru katika jina la Yesu. Aliyesema iwe nuru, itakuwa nuru kwenye maisha yako, itakuwa nuru kwenye maisha yangu. Itakuwa nuru kwenye maisha yangu, kwenye ile kazi ngumu ambayo unaifanya. Mara nyingine huoni faida, mara nyingine unakasha tamaa, mara nyingine unaona mzigo, mara nyingine huoni sababu ya kuendelea. Wapendwa, taa ya Bwana bado inawaka katika jina la Yesu. Taa ya Bwana bado inawaka katika jina la Yesu. Sema, ee Bwana Yesu, maisha yangu unayajua, huduma yangu unaijua, familia yangu unaijua, giza lililoko mbele yangu unalijua. Ee Bwana Yesu, ninachojua taa yako inawaka, taa yako inawaka. Bado rehema zako ziko, bado uponyaji upo, bado neema ipo. Ninakuomba Bwana Yesu unisaidie. Achilia nuru yako kwenye maisha yangu, achilia nuru yako kwenye familia yangu, achilia nuru yako kwenye kazi yangu, achilia nuru yako kwenye afya yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ee Bwana, ninakuomba unisaidie. Ee Bwana, ninakuomba uniinue, unitie moyo, unibariki, unifungue katika vifungo nilivyofungwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ee Bwana Yesu, neno lako likawe taa ya njia zangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakukabidhi Bwana siku hii ya leo, ninakukabidhi Bwana maisha yangu, ninakukabidhi Bwana ratiba zangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Shika sadaka yako tuombe pamoja.
Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi njema ulioifanya. Asante Bwana Yesu kwa sababu Mungu unapenda kusema nasi. Asante Bwana Yesu kwa sababu unapenda kusema na watoto wako. Bwana Yesu, umesema na maisha yetu waziwazi, mfalme wa amani. Nasi tunanyenyekea chini ya mkono wako wenye nguvu Bwana. Tunanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari Bwana. Tunaomba Bwana baraka zako kwa watoto wako hawa. Unayejua Bwana jinsi ambavyo wengine wameuguza watoto wao na mama zao na wazazi wao na wapendwa wao mbalimbali Bwana Yesu. Hata wengine tukawakatia tamaa, tukadhani kama haitawezekana tena. Bwana Yesu, nuru yako bado ipo kwenye maisha yetu. Tunaitanguliza hiyo nuru katika jina la Yesu. Tunaitanguliza hiyo nuru kwenye afya zetu. Tunaitanguliza hiyo nuru kwenye masomo yetu. Tunaitanguliza hiyo nuru kwenye kazi zetu. Tunaitanguliza hiyo nuru kwenye huduma zetu. Tunaitanguliza hiyo nuru kwenye mipango mbalimbali tuliyokuwa nayo. Wengine wanatamani kujenga, wengine wanatamani kufanya kile na kile, wengine wanatamani kufanya hatua fulani na fulani. Bwana Yesu, hawaoni pa kuanzia, lakini nuru yako Bwana bado ipo. Tunakuamini Mungu, utafanya kwa majira yako Bwana, utatenda. Tunalibariki na kulitukuza jina lako, nasi tumeomba na kuamini. Bwana Yesu, naomba ukazitakabali na sadaka za muda ambazo watoto wako wamezitoa, hawa waliokuja majira haya asubuhi. Bwana Yesu na Mungu wetu Baba, ukakubali sadaka zao walizozitoa. Umesema Bwana, tuitoe miili yetu kama dhabihu timilifu mbele zako. Bariki watoto wako na watumishi wako hawa. Tena Bwana, bariki na unyenyekevu na bidii waliokuwa nayo. Bariki jitihada waliokuwa nayo. Bariki na sadaka watakazokutolea pia. Bwana Yesu, kabariki na siku yao. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani. Akawabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumishi wa Bwana, karibuni tumtolee Bwana Yesu sadaka.